Maafisa wa serikali kuu wametoa ushahidi mahakamani kwamba walikuta dawa za kulevya, mafuta ya watoto, vilainishi na kiasi kikubwa cha pesa taslim zilizokuwa zimefichwa katika chumba cha hoteli ya Diddy jijini New York kufuatia kukamatwa kwake mwezi Septemba mwaka 2024. Walisema wapiga picha kama ushahidi, na sasa picha hizo zinaonyesha vitu walivyodai walivikuta. Makumi ya picha kutoka ndani ya chumba cha Diddy katika hoteli ya Park Hyatt New York City zimewasilishwa mahakamani kama vielelezo vya kesi inayoendelea. TMZ imeacha picha hizo kama unavyo hapa. Kulingana na nyaraka mpya za kisheria zilizopatikana na TMZ, maafisa wa serikali walikamata mifuko miwili ya plastiki aina ya Ziploc ndani ya chupa ya dawa ya rangi ya chungwa. Ndani ya mifuko hiyo kulikuwa na vitu vyenye rangi ya waridi. Maabara ilithibitisha kwamba mfuko mmoja ulikuwa na ketamine na mwingine ulikuwa na mchanganyiko wa MDMA na ketamine. Mifuko hiyo ya dawa ilioneshwa mahakamani wiki iliyopita wakati wa ushahidi uliotolewa na wakala wa idara ya usalama ndani ya DHS, Yasin Binder. Mifuko hiyo ilipitishwa kwa kila mjumbe wa baraza la majaji ili wajionee kwa karibu. Binder pia aliwasilisha mkoba wa kiunoni uliokuwa na dola 9,000 za Kimarekani, akidai kuwa mkoba huo ulikutwa katika chumba cha Diddy, na picha za mkoba huo pamoja na pesa zimewasilishwa katika vielelezo. Aidha, wakala huyo alitoa ushahidi kwamba chupa ya dawa aina ya clonazepam ilipatikana ndani ya chupa ya dawa yenye jina la Frank Black, jina ambalo kesi aliwahi kuwa na mahusiano na rapper huyu alidai kuwa ni jina la bandia ambalo Diddy alikuwa akilitumia. Chupa hiyo pia inaonekana kwenye picha zilizo mahakamani. Katika ushahidi wake, Binder pia aliwasilisha chupa za vilainishi vya Astroglide na mafuta ya watoto ya Johnson's ambavyo vyote vinaonekana ni miongoni mwa vielelezo vilivyopigwa picha. Kwenye mwendelezo wa taarifa nyingine kumhusu rapper huyu ni kuwa wafanyakazi wa ngono wanaodaiwa kuhusishwa naye katika vitendo vya kingono wamefichuliwa rasmi. Siku ya Jumatatu wiki waendesha mashtaka wa serikali walitoa nyaraka mpya mahakamani zikiambatana na vielelezo mbalimbali ikiwemo picha na taarifa za kina zinazomulika mtandao wa wafanyakazi wa ngono wanaodaiwa kuhusika katika kile kilichoelezwa kama freak-offs, hafla za kingono zinazodaiwa kumhusisha Diddy, wake au wapenzi wake na wafanyakazi wa ngono wa kiume. Kwa mujibu wa ushahidi wa serikali, freak-offs ni matukio ya kingono ya muda mrefu yaliokuwa yakifanyika katika vyumba vya hoteli na kurekodiwa na Diddy mwenyewe. Inadaiwa kuwa wapenzi wake walilazimishwa au kushinikizwa kushiriki katika matukio hayo. Picha zilizoonyeshwa mahakamani zinaonyesha sura za wafanyakazi wa ngono, huku kila mmoja wa wajumbe 12 wa baraza la majaji akipewa screen binafsi ili kuweza kustazama. Kesi iliyokuwa mpenzi wa Diddy na shahidi muhimu katika kesi hiyo aliwatambua baadhi yao ingawa hakukumbuka majina ya wengine. Miongoni mwa wafanyakazi waliotajwa ni Juice ambaye alikuwa ni mtu wa tatu katika chumba cha hoteli na Diddy na Kesi wakati wa tukio lile la video ikimuonesha Diddy akimshambulia Kesi hotelini huko Los Angeles mwaka 2016. Pia alitajwa Jonathan Old anayejulikana kama mtumwa ngono wa Diddy na Kesi ambaye anadaiwa kushiriki mara kadhaa katika freak-offs husika. Wengine waliotajwa ni pamoja na mwanaume mzungu aitwaye Jay kutoka Los Angeles, mwanaume mweusi aitwaye Craig kutoka Miami, Brian kutoka New York aliyepatikana kupitia tovuti ya matangazo ya Craigslist na Skylar, mwanaume mzungu aliyehusika kupitia huduma ya uandamani inayojulikana kama Cowboys for Angels. Kesi dhidi ya Diddy inaendelea kusikilizwa wiki huku ushahidi zaidi ukitarajiwa kuwasilishwa. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.